BMP TV Professional Update. Welcome ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mara nyingine tena BMP TV Online imeamua kusema na watazamaji wetu kutoka huko YouTube. Furaha yetu ni wewe kuwa mzima, na hivyo kila wakati tunakuwa tunakuletea update za moto kutoka kutani za dunia, na hii ni moja kwa moja tuliona kuwa sio vyema tuweze kwenda na kusema pamoja na wewe ndugu mtazamaji wa BMP TV Online kuhusu story nzima ya shujaa wetu wa Afrika kutoka huko Burkina Faso, na si mwingine ni Captain Ibrahim Traore. Na hivyo moja kwa moja, kabla tujaingia huko Burkina Faso ambako maisha ya shujaa yetu yaliweza kwenda na kuanza huko Burkina Faso, hapa kuna tangazo fupi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kamanyola, ambako kuna mbaba fulani hivi amemuokota mtoto kutoka Nyatende, na hivyo mtoto huyo akisadikika kuwa na miaka 12, na hivyo kuna voice yake hapo chini ameongea kuwa kwa yeyote ambaye atakuwa anamfahamu awasiliane naye moja kwa moja ili mtoto huyo afikie ndugu zake. Kwa hivyo yuko Kamanyola, lakini ajui ndugu zake wako hapi pamoja na wengineo, na hapo tu ana uhakika wa kuwa na bibi yake hapo Kamanyola, na hivyo shida ajui ni mtaa gani ambao bibi yake yupo. Kwa hiyo ni tangazo fupi ambayo tuliona ni vema tukutaarifu mtazamaji wetu, kama utakuwa unamfahamu mtoto huyo wa miaka 12 uweze kwenda na kumfikisha kwenye wazazi wake. Moja kwa moja tuingie kwenye issue yetu ya siku ya leo. Karibu tena katika dakika za Afrika. Leo tunakuletea simulizi ya kiongozi kijana anayetikisa siasa za Afrika, Captain Ibrahim Traore, kutoka kijiji Kera hadi kuwa rais wa taifa. Hiki ndicho kizazi kipya cha viongozi wa bara letu. Utoto na elimu wa kiongozi wetu, shujaa wetu kutoka Afrika, na si mwingine ni Ibrahim Traore. Kijiji cha Kera, watoto wakicheza shule ya msingi ya kijiji. Ibrahim Traore alizaliwa March 14, 1988 kijijini Kera, magharibi mwa Burkina Faso. Alikuwa katika familia ya wakulima, wakianzia masomo yake ya msingi kijijini na baadaye Bobo Dioulasso, wanafunzi wakiingia chuoni mabango ya wanachuo. Mwaka 2006 alijiunga na chuo kikuu cha Ugadugu akisomea jiolojia. Huko aliibuka kama mtetezi wa haki katika vyama vya wanafunzi. Mafunzo ya kijeshi, wanajeshi wakifanya mazoezi nembo ya MINUSMA. 2008 Traore alijiunga na jeshi akapata mafunzo ya ulinzi wa anga Morocco. Mwaka 2014 alienda Mali kama sehemu ya kikosi cha Umoja wa Mataifa MINUSMA. Alirejea nyumbani na kushiriki mapambano dhidi ya magaidi kaskazini mwa nchi, akitambulika kama mpiganaji hodari katika operesheni za Jimbo na Otapanwan. Wanajeshi mjini Ouagadougou, magari ya kijeshi, wananchi wakishangilia. Septemba 2022 Traore aliongoza mapinduzi dhidi ya rais wa mpito Damiba. Alisema uongozi wa Damiba ulishindwa kurejesha usalama na ulikataa kushirikiana na washirika wapya. Tamko la kijeshi, viongozi wa MPSR. Tarehe 6 Oktoba 2022 Traore alitangazwa rais wa mpito wa Burkina Faso akiwa na miaka 34 pekee, kiongozi kijana zaidi barani. Uongozi na msimamo wa kujitegemea. Hotuba ya Traore, bendera za Urusi, Irani na AES. Traore alikataa uhusiano wa kijeshi na Ufaransa, kufukuza wanajeshi wao na kufunga vyombo vyao vya habari. Akasema Burkina Faso sio adui wa Wafaransa bali wa sera zao. Aliimarisha ushirikiano na mataifa kama Urusi na Iran, akianzisha muungano wa
AES pamoja na Mali na Niger kwa ajili ya usalama na kujitegemea. Mustakabali wa taifa. Wananchi wakiwa na mabango ya kumuunga mkono vikosi vya usalama. Majadiliano ya bunge la mpito. Awali uchaguzi wa kiraia ulipangwa kufanyika Julai 2024, lakini hali ya usalama imepelekea mpito kuongezwa hadi 2029, jambo lililozua mjadala. Kapteni Traore ni kiongozi wa kizazi kipya anayesema Afrika ni tajiri na haitaki tena kuongozwa. Je, msimamo wake utaokoa taifa au kuleta changamoto mpya? Bado tunaendelea na issue ya Kapteni Ibrahim Traore, shujaa wa Afrika kwa sasa hivi, anayetikisa siasa za Afrika kwa misimamo mikali dhidi ya mataifa ya Ulaya, hasa Ufaransa. Anasema wazi Afrika sio omba-omba na Burkina Faso haitakubali tena kuendeshwa na mataifa ya nje. Mvutano na Ufaransa. Bendera ya Burkina Faso. Wanajeshi wa Kifaransa wakiaga maandamano Ouagadougou. Tangu aingie madarakani 2022, Traore ameondoa kabisa ushawishi wa Ufaransa nchini. Aliwafukuza wanajeshi wa Ufaransa, akaifungia France 24 na Jeune Afrique, akisema vyombo hivyo vinachochea chuki na kupotosha. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Traore alishutumu Ufaransa kwa kushiriki njama za kupindua serikali yake, akidai kuwa vituo vya kijeshi vya Ufaransa katika nchi jirani vinatumika kama msingi wa mashambulizi dhidi ya Burkina Faso. Kesi ya wapelelezi wa Ufaransa. Jela wanajeshi waliokamatwa maafisa wa kidiplomasia wakiondoka kwenye mkutano. Disemba 2023, maafisa 4 wa ujasusi wa Ufaransa walikamatwa wakituhumiwa kupanga njama za ujasusi. Mazungumzo ya kuachiliwa kwao yamekwama. Traore anasisitiza warejeshe wapinzani walio uhamishoni na walipe fidia. Msimamo wa kujitegemea. Traore akihutubia mkutano wa Urusi Afrika, wananchi wakiwa kwenye migodi ya dhahabu. Kwenye mkutano wa Urusi na Afrika, Traore alisema Afrika yenye utajiri mkubwa haipaswi kuwa maskini. Alilahani viongozi wa Kiafrika wanaoomba misaada za nje badala ya kulinda rasilimali zao. Katika harakati za kujitegemea, Traore ameelekeza ushirikiano kwa mataifa kama Urusi, Irani na Uturuki. Anasema huu ndio wakati wa Afrika kujenga njia yake bila kuendeshwa na mataifa ya magharibi. Muungano mpya wa Sahel. Mikutano ya viongozi wa AES, ramani ya Afrika Magharibi. Januari 2025, Burkina Faso ilijitoa ECOWAS na kujiunga na Mali na Niger kuunda muungano wa nchi za Sahel. AES lengo usalama wa pamoja, uchumi wa pamoja na kujinasua kutoka mikataba ya kikoloni. Ni rais mchanga lakini mwenye misimamo mikali. Je, msimamo wa Traore utaibadilisha Afrika au utaipeleka Burkina Faso kwenye hatari mpya ya vikwazo na upweke wa kimataifa? Hili ni swali litakalojibiwa na muda. Na hii imekuwa ni kama bahati sana kwa upande wa Afrika nzima, kwa sababu tunakuwa tukipata viongozi ambao wanajali maslahi ya Afrika tu na sio kutegemea mali ya kutoka nje. Na hapo tukija tukikumbuka rais kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alikuwa ni John Pombe Magufuli, naye pia alikuwa ni mtetezi wa wanyonge na ambaye alikuwa akubali misaada kutoka nje. Na hivyo uwaga wanasema kuwa kizuri akidumu. Tumuombe Kapteni Ibrahim Traore ili afanikiwe kwa mambo anayozidi kuyapangilia dhidi ya Afrika kwa ujumla. Yeye achukui tu Burkina Faso bali anachukua Afrika nzima.
Ya ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, tuliongea kuwa leo bado ni story kutoka huko Burkina Faso ya shujaa wetu Ibrahim Traore, captain wa Afrika nzima, na hivyo bado tunaendelea naye. Karibu tena mtazamaji kwenye dakika za Afrika, kipindi kinachoangazia siasa, uongozi wa mustakabali wa mataifa ya bara letu. Leo tunaitazama Burkina Faso, nchi ya Afrika Magharibi inayopitia kipindi kigumu cha mpito wa kisiasa, tukimwangazia kiongozi kijana kutoka huko Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore. Hali ya usalama, maandamano, ugadungu, askari wakiwa mtaani. Mnamo April 2025, serikali ya Kapteni Traore ilitangaza kuzuia jaribio la mapinduzi lililopangwa na wanajeshi waliodaiwa kushirikiana na magaidi. Taarifa ya serikali ilieleza kuwa shambulio hilo lingefanyika kwa wakati mmoja dhidi ya ikulu ya rais na maeneo mengine muhimu ya nchi. Lakini hali hiyo haikuwakatisha tamaa wafuasi wake. Maelfu walijitokeza mitaani kuunga mkono utawala wa kijeshi na kupinga kauli ya Generali Michael Lang wa Marekani aliyeshutumu rais wa matumizi mabaya ya rasilimali. Mageuzi ya kiuchumi, migodi, wachimbaji wadogo, dhahabu ikisafishwa. Kapteni Traore ameweka kipaumbele kwenye sekta ya madini, akisisitiza vibali vya usafirishaji wa dhahabu kwa wachimbaji wadogo ili kudhibiti biashara haramu. Serikali pia inapanga kunationalize migodi mikubwa ili mapato ya dhahabu ya wanufaishe wananchi. Mwelekeo wa kidiplomasia, bendera za Burkina Faso, Urusi na Mali, wanajeshi wa Wenga. Burkina Faso imeachana na uhusiano wa karibu na Ufaransa na sasa inaelekeza macho mashariki kwa Urusi na Uturuki. Wanajeshi wa Urusi, wakiwemo wa kundi la Wanga, wamepelekwa nchini humo kusaidia vita dhidi ya ugaidi. Mustakabali wa nchi, ratiba ya mpito 2022 hadi 2029. Awali uchaguzi wa kiraia ulipangwa kufanyika Julai 2024, lakini baada ya kujitoa ECOWAS na kuunda muungano wa Sahel AES, Burkina Faso imetangaza mpango mpya wa mpito unaomba Kapteni Traore mamlaka hadi 2029, na hivyo imekuwa ikionyesha kuwa anafanya mambo mazuri huko Burkina Faso mpaka kuamua kumsogezea na miaka ya kutawala, na hivyo amekuwa akipambania nchi pamoja na bara nzima, na hivyo kuonekana kuwa ni kijana ambaye amekuja kwa nia ya kutaka kuondoa Afrika utumwani. Kapteni Traore ni kiongozi mwenye mvuto mkubwa kwa vijana wa Afrika, lakini pia anakosolewa kimataifa. Je, ataweza kutimiza ahadi za mabadiliko au atasalia kuwa sehemu ya orodha ya viongozi wa kijeshi wa bara letu? Tutaendelea kufuatilia mambo ambayo yanayojiri kutoka huko Burkina Faso pamoja na Afrika nzima kwa ujumla. Na hivyo kila wakati majaribio ya kutaka kumuua kijana huyo yalizidi kuendelea, lakini yeye kama yeye ni mtu ambaye yuko makini, na tukiangalia kuwa ni rais ambaye amepitia kwenye mambo ya kijeshi, kwa hiyo umakini ni wa hali ya juu sana, na hivyo akawadhibiti watu hawa ambao walijaribu kumfikia kwenye mapinduzi yake. Marekani ni nchi ambayo haitaki mema Afrika, bali tu wanataka maslahi yao binafsi, ni kuja kwa wanavuna na wanarudi kwao. Na huu ndo mwisho wa habari ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Endelea kufurahia matangazo yetu ya moja kwa moja. Msomaji wako alikuwa ni mimi Mr. Orange. BMP TV Online ni yetu sote. Subscribe, like pia na kucomment, na hivyo takomentisha zaidi kila wakati. Kama tukukupa shukrani kwa wewe ambaye tayari usha subscribe, tutakuwa tunafadhila kabisa, na hivyo tuseme asante kwa wewe ambaye tayari usha subscribe, usha like pia na kucomment. Kila wakati utakuwa unapata updates zetu za moto.
BMP TV Professional Update.